Karibuni sana watazamaji wetu. Tunakutana na siku nyingine tena kwa ajili ya kufanya mdahalo kati ya Waislamu na Wakristo. Tumekuwa tukifanya hivi kwa ajili ya watu kujielimisha zaidi ili mwisho wa siku wafanye maamuzi ambayo yatawasaidia wao kwa ajili ya maisha yao ya kesho baada ya hapa, kwa sababu sisi wanadamu tunaamini kwamba baada ya hapa kuna maisha mengine yataendelea. Kwa miaka duniani ni michache sana, ila baada ya hapa tutakuwa na maisha ya umilele ambayo sasa kwa maamuzi yake unafanya kutokana na mambo ambayo tayari tumewekewa. Kuna manabii walitokea, Mwenyezi Mungu aliwatuma wakaja wakatushuhudia jinsi gani tuishi. Sasa vile walivyotuachia sisi kama wanadamu tumebaki na mabishano, ipi ni sahihi, ipi si sahihi, kwa sababu tunaamini yapo mafundisho sahihi na yapo mafundisho ambayo yamepotoshwa na wanadamu wanayafuata. Kwa hiyo leo tupo hapa na Mwalimu Mwankemwa, huyu ni mchungaji ambaye anawakilisha Wakristo. Tupo na Mwalimu Kesede Sheikh Ustadhi, huyu ambaye atakuwa na wakilisha Waislamu. Na mada ya leo tulionayo ni kwamba je, Qur'ani ya Mtume Muhammad iko wapi? Ni swali ambalo wanauliza Wakristo kwenda kwa Waislamu. Wao wanaamini kwamba Qur'ani ipo, ambayo ipo si ya Mtume Muhammad. Wanaamini kwamba Mtume Muhammad alipewa Qur'ani, kitabu na Mwenyezi Mungu, lakini ile ambayo alipewa Mtume Muhammad sio hii ambayo inatumika leo. Ndio hapa ambapo wanaibua swali kwamba je, kwani ile ya Mtume Muhammad iko wapi? Kwa hiyo tupo hapa sasa, tutakuwa na dakika 25 kwa ajili ya kupeleka mada, alafu mada itajibiwa kwa dakika 25 zingine. Kwa ajili ya kurudia au kusummarize mada tutakuwa na dakika 15, alafu mwisho tutakuwa na swali moja. Swali linaulizwa kwa dakika 3, linajibiwa kwa dakika 5. Kwa hiyo kwa kwanza kabisa na niwashukuru kwanza ambao tayari mmekuwa mkifuatilia. Niwakaribishe kwanza walimu kwa ajili ya kufanya maombi au kufanya maombi, kusali na kuswali kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu atuongozee rehema. Hapa kwanza namkaribisha Mwalimu Kiabasasa Medad, uje utufanyie maombi. Nitamkaribisha Sheikh hapa aje atufanyie dua, alafu tutaendelea na mdahalo wetu. Karibu sana. Asante. Baba mwenye nguvu, mfalme unaishi na kumiliki milele, tunapokwenda kujalia masuala na imani, tunaomba Roho wa Mungu tuongoze kila mahali, maana adui achezi mbali, bali Roho wa Mungu utuongoze kila mahali ili watu wako waongoze wakaifahamu ile kweli na hiyo kweli waweke huru. Baba mwenye nguvu, naja kinyume na kila mpango na mkakati wa adui ambao Mungu anaweza kuruka kinyume nawe. Ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu, naomba na kushukuru. Amen. Okay, nashukuru sana. Hiyo upande wa Kristo ilikuwa ni maombi. Sasa tunaomba Sheikh Dunia, tunaomba uje tufanyie dua hapa ili tuendelee tufungue mdahalo wetu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabr wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'uhum bil amwat birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Mwenyezi Mungu tunakuomba wale ambao wanatufuatilia basi wao wasikivu waweze kutuelewa, lakini Mwenyezi Mungu tunajalie amani katika shughuli zetu hizi katika taifa letu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu tuongoze ya Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu wafungulie mioyo yao watu waweze kujua haki kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili waweze kujiunga na Uislamu inshallah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Asante sana Sheikh Dunia, na kwa kusema hiyo ni kwamba mdahalo umefunguliwa rasmi, na kwa kwanza nimkaribishe Mwalimu Mwankemwa, njoo utupelekee mada yetu. Na mada ni kwamba je, Qur'ani ya Mtume Muhammad iko wapi? Tunaomba wazungumzaji tuzingatie lugha sahihi, muda hivyo kwa ajili ya kuwavutia watazamaji wetu, ili unaposhuhudia ujumbe wako ufike zaidi, umfikie mtu kuliko kumkasirisha. Kwa sababu ukitumia lugha kali sana, badala msikilizaji akusikilize na kukuelewa na kusikiliza na kukuchukia au kupata tu hasira. Kwa hiyo anakuwa na prejudice kabla kabisa hata hajasikia message unayotuma, anaona huyu anachofundisha ni uongo. Karibu sana Mwalimu Mwankemwa, una dakika 25. Asante. Asante sana ndugu zangu mnaotufuatilia. Kwa neema ya Mungu ninamshukuru Mungu
rafiki yangu na ndugu yangu huyu katika Adam, Sheikh Kesede amefika. Qur'ani sura ya 15 aya 9 inasema sisi ndio tulioteremsha mawaidha haya Qur'ani na sisi ndio tutakayoyalinda. Hoja hii au aya hii iko ndani ya Qur'ani. Lakini ninapokuja kusoma kwenye hadithi ninaona mtu anaitwa Uthman amechoma Qur'ani kabakiza moja. Qur'ani gani aliyoichoma? Ameichoma Qur'ani kwa maana kwamba Muhammad alipokea Qur'ani katika njia 7. Ameipokea Qur'ani katika njia 7. Tena katika lugha ya Kikureshi. Ndivyo inavyosema Sahih Buhari, ile kitabu cha 6, hadithi 4991 na 4992. Na pia katika Sahih Buhari kitabu cha 4, hadithi namba 3306. Na Qur'ani hii wakati wa Muhammad iliteremka kwa lugha 7. Yaani kuna visomo 7 kikiwemo na cha Kikureshi. Lakini katika Sahihi Buhari kitabu cha 6 hadithi 4987, Uthmani bin Affan baada ya Muhammad kufa na baada ya Abubakari kufa akaamuru watu waende kwa Hafsa. Hafsa alikuwa mke wa Muhammad, achukue ule msaafu aliokuwa nao Hafsa, afa akawaagiza watu 4 akiwemo na Zaid bin Thabit ambaye huyu alikuwa Mwarabu wa kabila la Najari kutoka Madina. Kwa hiyo huyu alikuwa Ansari, hakuwa miongoni mwa maswahaba. Kwa hiyo akachukua wakaandika. Uthman akawaambia waandike tena. Na Uthman anawaagiza, anasema nyinyi Makureshi 3 na huyu Zaid bin Thabit, ikionekana kuna neno mmetofautiana wakati wa kunukuu, basi andikeni katika lugha ya Kikureshi, kwa sababu ndivyo Qur'ani ilivyoshuka kwa lugha ya Kikureshi. Sasa hoja inakuja hapa. Kama kwenye msaafu wa Hafsa mlikuwa tu mna nukuu, yani Uthman amewaambia wakopi kutoka kitabu kimoja kukopi kwenye kitabu kingine, hizo tofauti zinatoka wapi? Hizo tofauti zinatoka wapi? Na kwa nini alikuwa anatoa maagizo ya kwamba mkitirafiana wakati wa kukopi, basi hilo neno liandikwe kwa lugha ya Kikureshi, maana ndio lugha ambayo Qur'ani iliteremka. Sasa hoja inakuja, kwani wale Makureshi walikuwa wanaandika kwa lugha gani? Na huyu Zaidi alikuwa anaandika anakopi ile Qur'ani kwa lugha gani? Maana yake hapa bado zilikuwepo usomaji wa aina mbalimbali. Ila Uthmani sasa akaamua baada ya wale kunakili ule msaafu wa Hafsa akamrudishia, kwa akabaki na ile kopi ambayo waliidurufu ili ziwaendee watu. Lakini zile zingine zote hadithi sahihi inasemwa zilichomwa moto. Sasa swali, kwa nini zichomwe moto baada ya Muhammad kufa? Na wakati alipokuwepo Muhammad akiwa hai, Qur'ani iliendelea kusomwa tofauti na Muhammad akasema naam, ndivyo ilivyo. Mamlaka ya Uthmani kuchoma moto Qur'ani ameyapata wapi? Na rafiki zangu nyinyi Waislamu, hata nyinyi mnaonifuatilia sasa, unaposoma hiyo Qur'ani na kuiweka kabisa katika moyo, ndo hiyo ambayo mtume wako aliacha? Jibu linalotoka kwenye madhabahu hii na kwenye mdahalo huu ni kwamba sio, kwa sababu iliyoachwa na mtume wako Uthmani alichoma moto. Sasa swali, nani ana uhakika kwamba hiyo iliyoachwa ndio ya mtume wako? Nani ana uhakika? Hayupo. Lakini kumbe wangeacha, Uthmani angeacha, kama vile ambavyo Abubakari naye lilimsumbua jambo hilo,
lakini akafika mahali akalipeleka kwa mtume, wakati Hisham naye ananukuu tofauti tofauti kama mlivyosikia kule nyuma. Angeenda kusoma yani angepeleka kwa mtume, naye angemjibu kwamba soma iliyo rahisi kwako. Sasa kwa nini Uthmani hataki watu wasome kilicho rahisi kwao kama mtume alivyoagiza? Kwa nini analazimisha wote wasome kama anavyotaka yeye? Maana yake Qur'ani ya Mtume Muhammad haipo. Na kama ipo, iko wapi? Iko wapi? Mimi vitabu nilivyo navyo hapa vinaniambia zile lahaja zingine 6 za Qur'ani ni majivu. Hivi tunavyoongea mimi na wewe leo ni majivu. Ni majivu. Ni majivu. Kwa nini achome? Buhari kitabu cha 6. Kwa nini huyu achome? Ya 1487. 1487. Ninakwenda kusoma pale mwisho. Panasema hivi. Panasema Uthman returned the original manuscript to Hafsa. Yani Uthman alirejesha ile kopi ya awali kwa Hafsa. Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied. Anasema sasa Uthman aliagiza kwamba katika kila taifa, yale mataifa ya Kiislamu, ipelekwe nakala ya Qur'ani ile ambayo wameikopi, and ordered that all the other Quranic materials, whether written to fragmentary manuscript or whole copies, be burnt. Kwa hiyo hii ilikuwa amri ya Omar tena baada ya mtume kufa, kwamba kopi ya Qur'ani yoyote baada ya kunukuu ile kutoka kwa Hafsa, zingine zozote, hiyo imeandikwa katika magome au imeandikwa katika maandishi, ichomwe moto. Maana yake Qur'ani halisi ya Mtume Muhammadi ilichomwa moto baada ya yeye kufa. Swali, hivi wakati Abubakari anampeleka Hisham kwa mtume kwamba Qur'ani inasomwa tofauti, kwani Uthmani hakuepo? Alikuepo. Ila mkubwa wake wakati ule akiwa halifa Abubakari ndio aliliona hilo tatizo na alilipeleka kwa mtume wao akalisuruhisha. Kwa nini wakati baada ya Abubakari kufa, wakati wa utawala wa Uthman, kwa nini Uthman alichoma moto? Maana yake ameifukia Qur'ani ya Muhammad, ameichoma moto Qur'ani ya Muhammad, amebakiza ya kwake. Ninaomba atakapokuja msemaji wa Kiislamu, kwa sababu ninajua Waislamu wanakwenda msikitini tena wanaisoma Qur'ani wakijua watapata pepo. Kumbe Qur'ani ambayo ingewaongoza waweze kupata pepo ilichomwa moto. Ilichomwa moto. Matokeo yake nini kimetokea? Nini kimetokea? Utakuta leo ukisoma Qur'ani unaona aya zinabinduliwa, yani zinapigana zenyewe. Yani utafikiri, yani unaona kabisa kwamba kumbe kulikuwa na mambo yalikuwa yanaandikwa. Kwa mfano, siku za uumbaji. Ukisoma siku za uumbaji, Qur'ani sura ya 7 aya 54 inaongelea habari ya siku 6. Lakini ukisoma Qur'ani sura ya 41 aya 9 mpaka ya 12, naomba nisome. Naomba nisome hapa. Qur'ani 7:54. Watu wasije akasema Mwalimu Danieli, kwa nini unahoji hivyo? Mbona Qur'ani iko sawa tu? Qur'ani 7:54 inasema hivi, Qur'ani sura ya 7 aya ya 54. Inasema hivi, ndugu zangu, muone tatizo baada ya ile Qur'ani kuchomwa. Inasema hivi, hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Hapa inasema mbingu na ardhi ziliumbwa kwa siku 6. Qur'ani sura ya 7 aya ya 54. Hebu tuangalie Qur'ani sura ya 41. Sura ya 41 aya ya 9. Qur'ani sura ya 41 ile aya ya 9 mpaka ya 12 inasema hivi, sema mnamkanusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi katika siku 2 tu, na mnampa washirika. Huyu ndiye Mola wa ulimwengu wote. Mshirika huyu ametoka wapi?
na akaweka humo milima juu yake ya uso wake, na akabarikia humo, na akakadiria humo chakula chake cha kuwatosha watakaokaa humo. Ameafanya haya katika siku 4. Aya 2 na 4 6 naendelea. 11. Kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi. Basi akaziambia mbingu na ardhi, njooni mkipenda msipende. Vyote viwili vikasema, tumekuja hali ya kuwa tumetii. Basi akazifanya mbingu 7 katika siku 2. Tuna 2, tuna 4, 6, tuna 2, 8. Sasa swali, Qur'ani ya Muhammadi inasema Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi siku ngapi? Siku 6 au siku 8? Ya Muhammad inasema ngapi hapo? Na nani uko sahihi? Sasa kama hawa wale wametofautiana, ingekwepo ya Muhammad ingetueleza kaumba siku ngapi. Na hili utajuaje kwamba ni tatizo? Utajuaje kwamba ni tatizo? Hapa nina Qur'ani toleo la ya the Holy Qur'an. Hii ya tafsiri ya Yusuf Ali. Ninakwenda kusoma ile sura ya 41, sura ya 41, alafu twende tusome hiyo Qur'ani sura ya 41. Nataka tusome hapo 9, Qur'ani 41 9 hadi 12. Inasema hivi. Okay. Qur'ani hapa. Ngoja turudi hapa. Qur'ani 43. Nataka tufike tuangalie. Yaani muweze kujua, nataka kutoa mfano. Qur'ani 41. Yes. Sasa nataka niende moja kwa moja kwa sababu nimeisoma kwa Kiswahili, nataka niende moja kwa moja kwenye Kiingereza. Kwamba Qur'ani 7:54 inasema siku 6. Qur'ani 41:9 mpaka 12 inasema jumla siku 8. Yusuf Ali naye anasemaje? Anasema hivi. Inasema hivi. Nataka tukasome hapa 12. So he completed them in 2 days. 1477. 1477. Inasema hivi. For days which may include thousands of years, see Qur'ani 7:54. Kuna maneno anasema kuna neno hapa linasema, ninalitafuta which the third the eighth. Nilitafuta neno la commentators hapa. This is throne does extend. Ninatafuta neno ambalo linasema kwamba wale commentators wa Kiislamu mpaka leo hawajui ni siku 6 au siku 8. Mpaka leo hawajui. Hii imetokana na namna ambavyo Othman alichana na kuchoma Qur'ani, kwamba siku hazilingani. Lakini pia Qur'ani sasa inashindwa kueleza, je, watu wa dini nyingine wataokoka au sio? Kuna mkanganyiko sasa. Qur'ani sura ya 2 ya 62 inasema katika watu walioamini mitume wa zamani huko na Wayahudi na Wakristo na Wasabai, yeyote miongoni mwao atakayemuamini Mwenyezi Mungu sasa, kama anavyosema Muhammad, hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika. Kwa hiyo maana yake na Wakristo, aya hii inasema wala hawana shida maadamu wamemwamini Mwenyezi Mungu. Qur'ani sura ya 3 aya 85 inakuja inasema asiyetaka dini ya Kiislamu haitakubaliwa kwake. Sasa hoja katika aya hizi mbili, ya Muhammad ni ipi? Ya Makureshi ni ipi? Na ya Uthman ni ipi? Je, Wakristo na watu wa dini zingine watapata ahera au hawatapata? Nyingine au wote waliokolewa? Hii yote ni matatizo ya Uthman kuchoma Qur'ani.
Lakini unaona kabisa anayewaongoza watu kuwa wapotofu ni nani? Ni Allah au shetani? Qur'ani sura ya 4 aya ya 119 inasema ni Allah. Lakini ukisoma Qur'ani 16:93 inasema shetani. Sasa anayewaongoza watu kuwa waongofu ni nani? Kwa hiyo tunakwenda. Unaona Qur'ani inaongea kwamba kwa siku moja kwa Allah, kuna mahali panasema ni miaka 50,000, Qur'ani 32:5. Lakini miaka 50,000 Qur'ani 74. Lakini Qur'ani 32:5 inasema ni miaka 1000. Sasa kwa Allah siku moja ni miaka mingapi? Muhammad Qur'ani yake iliyochomwa ilikuwa inasema kwa Allah siku moja ni sawa na miaka 50,000 au ni miaka 1000. Kuna Qur'ani sura 27 aya 88. Hii inaongelea kwamba je, huoni kwamba milima inatembea? Qur'ani ya Muhammad ina aya ambayo inasema milima inatembea. Kesede anatoka Kongo. Mimi nimewahi kufika kule, nilisimama kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo. Kuna mkoa mmoja unaitwa Gisenyi. Wale mlioko huko mnaelewa. Ukiangalia pale ng'ambo, baada kuangalia kwenye ule mto, kuna mlima huo unatoa volcano. Sasa kwa mujibu wa aya hii ya Qur'ani 27:88, nitarajie kwamba huo mlima wa volcano kuna siku tutakuta huko Dar es Salaam. Hii ni shida. Na kama ingekuwa hivi, kuna watu mataifa mbalimbali yanaunyemelea mlima Kilimanjaro ulioko Tanzania, ambao kwa Tanzania unavutia watalii. Je, Watanzania tuwe na hofu kwa mujibu wa aya hii kwamba kuna siku tutakuta mlima Kilimanjaro umehamia huko Ethiopia? Bila shaka hamna. Hili jambo liliandikwa hili baada ya Qur'ani ya mtume wa Waislamu kuchomwa. Lakini pia unaona kabisa kwamba kila umma una sheria yake. Sasa kama kila umma una sheria yake, hiyo ni Qur'ani sura ya 36 aya 37. Jamani, hizi aya nitasoma kama KSD ataona sijanukuu sawa sawa. Nitakuja mara ya pili hapa kuja kusoma. Inasema kwamba kila umma una sheria yake. Sasa kama umma una sheria yake, mbona tena Qur'ani sura ya 42 aya 13 inasema tumekupeni sheria ile ile ya tangu Adam na wote, wakati Qur'ani inasema kila umma una sheria yake? Qur'ani sura ya 5 aya 48. Qur'ani 5:48, kila umma una sheria yake. Sasa kama kila umma una sheria yake, mbona Qur'ani 42:13 inasema tumekupeni sheria ile ile ya tangu Adamu? Sasa nyinyi watu wa Muhammad, kama ndio mnavodai, mlikuwepo wakati wa Adam? Jibu ni kwamba hamkuwepo. Kwa hiyo kumbe Adam alikuwa na sheria yake, na watu hawa wa Injili wana sheria yao, na hawa watu wa Uislamu wa Muhammad wana sheria yao. Sasa mbona hapa kuna mchanganyiko? Kama kila umma una sheria yake, hii ya kwamba tumekupeni sheria ile ile waliokuwa nayo kina Ibrahimu kina Nuhu, kwani kipindi hiki ni cha kina Ibrahimu na Nuhu? Bila shaka haya yote ni matokeo ya baada ya msahafu wa Muhammad kuchomwa moto. Kwa nini? Ni kwa sababu Qur'ani imewatoka watu. Tumenukuu kwenye kitabu cha hadithi za Al-Muntakib, ile ukurasa wa 7 hadithi namba 8, kwamba Qur'ani itatoka katika mioyo ya Waislamu kwa siku moja. Haijasema tena, imesema kwa siku moja. Siku gani hiyo? Ni ile siku ambayo Uthman kwa kujipa mamlaka mwenyewe, kwa sababu tu alikuwa halifa wa Kiislamu, akachoma misafu mingine 6 ambayo ilikuwa na lahaja zingine 6, akachoma akabakiza moja. Mimi leo kwa niaba ya ulimwengu wa Kikristo duniani nina uhoji ulimwengu wa Kiislamu ambao leo hapa unawakilishwa na KSD. Qur'ani ya Muhammad iko wapi, ambayo Jibrili alimtereshia Muhammad katika visomo 7? Iko wapi? Iko wapi? Iko wapi hii? Ngoja tusome hapa 3506. Buhari kitabu cha 4. Buhari kitabu cha 4. Hadithi namba 3506. Hii iko wapi?
Ya. Iko wapi hii 3506? Hii ndio tunayoihoji hapa. Na ninaomba kwa uaminifu kabisa, kama upo rafiki yangu, naomba usinichukie tu kwanza. Hebu sikiliza hiki nilichokisema. Kabisa kabisa. Narrated Anas, Uthman called bin Thabit bin Abdul bin Zubayr, Abdul, and then they wrote the manuscript of the Noble Quran in the form of book in several copies. Kwamba Uthman alimuita Zaid bin Harith, Abdullah bin Azbayr, Said bin al-As na Abdul Rahman bin al-Harith bin Hisham, and then akawaambia waandike nukuu za Qur'ani katika mfumo wa kitabu nakala kadhaa. Uthman said to the three Quraysh persons, if you differ with Zaid bin Thabit on any point of the Quran, then write it in the language of Quraysh, as the Quran was revealed in their language. Kumbe Qurani imefunuliwa kwa njia 7. Qurani imefunuliwa kwa njia 7. Hizo njia 7 ni zipi? Tunaenda kusoma Sahih Buhari kitabu cha 4, hadithi 3000, hadithi ya 3000, ya hadithi ya 3219 3219, ambayo inaongelea hadithi 3219 ambayo inaongelea kuhusu ya 3219 ambayo inaongelea kwamba Qur'ani imeshushwa kwa lahaja 7. Inasema hivi: narrated Ibn Abbas, Allah's messenger said, Jibril Gabriel read the Quran to me in one way, that is direct, and I continued asking him to read it in different ways till he read it in 7 different ways. Direct manake lahaja. Kwa hiyo Jibril akamsomea Muhammad kwa lahaja moja, alafu Muhammad akaendelea lahaja nyingine akasoma, lahaja nyingine akasoma mpaka zikafika 7. Uthmani anasema hapana, amekuja amechoma lahaja zingine. Sasa hatujui hiyo iliyobaki naye ni ya Muhammad au ni ya kwake. Ndio maana swali liko pale pale. Lahaja, yani Qur'ani ya Muhammad iko wapi? Ili Muislamu unatamani kupata uzima wa milele, lakini ni kitabu gani kitakachokuletea upate uzima wa milele? Ndio maana ndani ya Qur'ani hii kuna maneno unasoma yanasema kwamba kwenye Qur'ani ziko aya muhakam nyepesi kufahamika na zingine ni mtashabiati, zinababaisha. Sasa kama zinababaisha, ukibabaika, je, utaenda peponi? Jibu ni kwamba hapana. Jibu ni kwamba hapana. Nitatoa hitimisho kule mwisho baada ya kumsikiliza KSD. Huenda anayo Qur'ani ya mtume iliyochomwa, huenda alienda kukusanya majivu, huenda anayo. Lakini vitabu nilivyo navyo hapa ni kwamba Qur'ani ya Muhammad ni majivu. Sasa ninapowasikia leo Waislamu wanasema kitabu kisichokuwa na shaka, nataka nijue, je, walienda kukusanya yale majivu au vipi? Kwa kumalizia, naamini kwa hayo ulionisikiliza ufahamu wako umefunguka sasa. Ujue Qur'ani ulionayo sio ya mtume wako. Sio. Mungu akubariki. Asante sana. Tunawashukuruni sana. Hizo zilikuwa ni dakika 25 za Mwalimu Mwankemwa akiwa anauliza swali, iko wapi Qur'ani ya Mtume Muhammad? Lakini tuna dakika 25 kutoka kwa Mwalimu KSD. Yeye atakuja kutujibia hapa ili swali ambalo Wakristo wanauliza. Wanavyoona ile Qur'ani iliyopo sio ya Mtume Muhammad, atakuja kutujibia Mwalimu KSD, ile Qur'ani ya Mtume Muhammad iko wapi? Karibu sana Mwalimu KSD, una dakika 25. Karibu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu ambao hawajabahatika kwa Uislamu,
tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwao. Kwanza nashukuru kuona Mwenyezi Mungu ametuletea sababu ya kukutanika kama kawaida tunavyokutanika. Namsalia kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake na Waislamu wote kwa jumla watakaoshikamana na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu awe nao radhi hadi kufa kwao, Allahumma amin. Mada kama ilivyokuwa imepangwa ni Qur'ani iko wapi? Hiyo ndiyo mada. Yaani Qur'ani iwe ya uongo au iwe ya ukweli. Mada iliyopangwa na aliyechagua mada Daniel Mwankemwa alichagua mada inayosema Qur'ani iko wapi. Mada sio Qur'ani ni ya uongo, mada sio Qur'ani inapingana, mada sio Qur'ani inaamrisha jambo la ovyo. Hiyo sio mada. Kwa hiyo nitamuomba ndugu yangu anapozungumza hapa azungumze, atekeleze mada kama alivyodai mwenyewe. Amenialika, amesema Bwana Kesede, nataka tuandae mada tutakayofanya Qur'ani iko wapi. Una muda? Nikamwambia nina muda. Sasa hapa nimkubali wito, nimekuja kumsikiliza namna anavyozungumza. Sijapata usahihi wa kile anachokiongea kwamba Qur'ani iko wapi, ila amesimamia katika maneno yanayosema kwamba Qur'ani iliunguzwa. Sasa bahati mbaya, hadithi ya kwanza aliyoisoma, ushahidi wa kwanza aliyousoma hatukuuona hapa. Kwanza angetia ule ushahidi alioanzisha mwanzo kwamba Qur'ani yote ilichomwa mpaka sasa haipo, ili asimamie katika yale anayozungumza, ionekane kweli ana chimbuko, ionekane kweli ana hoja. Lakini bahati mbaya hakuna kitu kama hicho. Sasa mada kama alivyokuwa anazungumza sio hiyo aliyozungumza, lakini mimi nafikiri nitaweza kumfundisha kwa hilo apate kujua kama Qur'ani kama alivyosema haiko hivyo. Kwanza tusomee Qur'ani 15 kabla ya hapo 15:9 Qur'ani. Ningelikuomba ndugu yangu uweze kufahamu, umsikie Mungu anavyokuwa akisema. Qur'ani kwanza ni nini na iko wapi? Imekwisha potea kwa sababu umedai kwamba Qur'ani imeunguzwa kabisa. Qur'ani ambayo sisi tunayo haipo. Ile ya Mtume Muhammadi yote imechomwa, imeunguzwa, ina maana haipo. Umepata wapi maneno hayo kwamba Qur'ani kwa sasa haipo? Wapi umepata? Naam. Soma 15:9 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Inasema hakika sisi ndio tuliteremsha mawaidha haya. Hakika sisi ndio tuliteremsha mawaidha haya. Naam. Hii Qur'ani. Na hakika sisi ndio tutakayoilinda. Basi inatosha. Hiyo ni bomu la kwanza, ufahamu hilo. Qur'ani Mungu mwenyewe muumbaji wa mbingu na ardhi aitwaye Allah ndo amesema. Anasema kwamba sisi ndio tumeteremsha Qur'ani na sisi ndio tutailinda hiyo Qur'ani. Maana ya kulinda, maanake haiwezi potea, haiwezi haribiwa, haiwezi chafuliwa, haiwezi kudhoofisha kwa namna yoyote. Huyo ni Mungu. Kwa hiyo maneno hayo unayoyasema Qur'ani yote imeunguzwa, ikapotea, haipo, Mungu anakukatalia na kwambia wewe umeenda wapi? Umechanganyikiwa ndugu yangu. Maneno hayo hayapo kwamba Qur'ani ya Mtume Muhammad haipo. Ndio maana ushahidi wa kwanza au kuutoa kwamba Qur'ani imechomwa na kwa sasa Qur'ani haipo. Kwa hiyo moja hiyo. Sasa sisi Waislamu hatuna shaka kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu aitwaye Allah. Hakuna Mungu mwingine anaitwa kinyume isipokuwa ni Allah, ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi. Na huyo ndiye anayehakikisha kwamba Qur'ani yangu mimi nitailinda. Hiyo ni jambo la kwanza. Tunakwenda jambo la pili. Katika maneno uliyozungumza hapa unasema kwamba sijui Qur'ani imepingana. Hiyo sio mada. Qur'ani kupingana sio mada. Iwe imesema uongo sawa, iwe imesema kweli sawa, lakini sio mada. Mada iko wapi? Iko Tanzania, iko Kenya, iko Kongo au haiko kabisa? Ndiyo mada. Iwe ni ya uongo sawa, iwe ni ya ukweli sawa, lakini iko wapi? Kama haiko, simamia tu hapa haiko. Usingi tena ona Qur'ani imepingana. Kama ungelikuwa na mada ya kusema Qur'ani imepingana, ungeleta mada gisi ulivyochagua hii, ungechagua mada ya kusema Qur'ani imepingana.
Qur'ani si maneno ya Mungu, mimi ningekuja katika mfumo huo huo kulingana na mada. Lakini unavyosema Qur'ani iko wapi, inabidi tusimamie iko wapi, ipo au haipo. Usiingie kwa mambo inapingana. Huku ilisema ameumba siku 7, huku ilisema naomba siku 8, hali ya kuwa hauelewi maneno ya Qur'an. Lakini hiyo sio mada. Mada Qur'an iko wapi? Kama haipo, sema haipo. Kama ipo, sema ipo. Na ndiko ambako mimi nitasimamia. Tatizo lenu nyinyi hamwagi na mada. Utatoa mada, utachagua mada, tuongelee hiki. Unaingia mbingine. Hapo utakapokuja utasema Muhammad alirogwa. Ina maana Kenya alikuwa anasemwa ncha kurogwa. Sasa utanishangaza bana. Kwa sababu hamwagi na mada. Kila Kenya unapata unagonga. Kila Kenya unapata unagonga ili tu ukamilishe mada yako. Hiyo ni ukosefu wa elimu na ni ukosefu wa kujua utaratibu wa kuzungumzia midahalo. Sasa mimi nikufundishe kwa leo. Sikiliza Qur'an. Waislamu tunajua kwamba Qur'ani inahifadhiwa katika sehemu 3. Na ndio sababu mada inasema Qur'ani iko wapi? Inahifadhiwa katika njia 3. Njia ya kwanza, Qur'ani imehifadhiwa pale ambako Mwenyezi Mungu alikuwa akimrevele, akimshushia Mtume Muhammad Qur'an, akahifadhi katika moyo wake bwana Mtume Muhammad, na hilo linapatikana kwenye Qur'an. Tusomee 87:7. 87 6 hadi 7. 87. Hiyo ndio hifadhi ya Qur'ani katika njia ya kwanza. Inahifadhiwa kwenye moyo wa bwana Mtume Muhammad, ndiko ambako Qur'ani imehifadhiwa. Ikiwa kama utasema kwamba Qur'ani imeunguzwa, maana yake watakuwa umemunguza Mtume Muhammad, kwa sababu Qur'ani kwanza iko kwenye moyo wa Mtume Muhammad. Sikiliza hiyo aya inasemaje? 87:6-7. Naam, nasema tutakusomesha. Tutakusomea wala hautosahau. Kwa hiyo Qur'ani haikusaulika kwenye moyo wa bwana Mtume Muhammad. Twende kazi. Wala hautosahau. Naam. Ila akipenda Mwenyezi Mungu, yeye anajua yaliyo dhahiri na yaliyofichikana. Nasi tutakusahihishia kuitangaza dini iliyo nyepesi, dini ya Uislamu. Inatosha. Tutakusahihishia, maana tutakupa usahihi na njia nyepesi ya kuutangaza Uislamu kwa Qur'ani kuwa ndani mwako, haiwezi kasaulika. Sasa ilikuwa ndani mwake vipi? Qur'ani 26:192. Haraka. 26:192. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuhifadhiwa Qur'ani. Iko katika moyo wa bwana Mtume Muhammad kabla ya kuingia kwenye makaratasi. Soma hiyo. Na unasema naam, ameteremsha haya mwisho sheria mwaminifu Jibril. Yani Jibril ndiye kateremsha Qur'an. Twende kazi. Juu ya moyo wako. Ili uwe miongoni mwa waonyaji. Basi inatosha. Kwa hiyo Qur'ani ilishuka katika moyo wa bwana Mtume Muhammad. Huko ndiko Qur'ani katika njia ya kwanza imehifadhiwa. Kwa hiyo moyoni mwa bwana Mtume Muhammad. Njia ya pili ya Qur'ani kuhifadhiwa ni katika mioyo ya Waislamu. Tusome Qur'ani 3:98. 39:23. 39:23 Qur'an. Kuhifadhiwa kwa Qur'ani katika njia ya pili. 39:23 Qur'an. 39. Yani ukitaka kuuliza Qur'ani iko wapi? Ya kwanza iko moyoni mwa bwana Mtume Muhammad. Ya pili ndio hiyo. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa. Naam. Kwa kuteremsha kitabu chenye maneno yanayofikia, yasiyopingana na yanayokaririwa bila kuchosha. Usisimka kwayo. Naam. Ngazi miili za wale wanamuogopa Mola wao. Kisha ngozi zao na nyoyo zao walaini kwa kumkumbuka Mola wao. Naam. Hao ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa hao umuogopa mtakaye. Naam. Naye na anayachiwa na Mwenyezi Mungu kuwa amepotea. Inatosha. Hapo Mwenyezi Mungu anasema hii Qur'an katika mioyo ya Waislamu imewalainisha. Ikiwa na maana kwamba Qur'ani imeingia katika mioyo ya Waislamu baada ya kuwa katika moyo wa bwana Mtume Muhammad, ikaenda ikahifadhiwa katika mioyo ya Waislamu. Yani Qur'ani nzima iko katika moyo wa Mtume Muhammad, ikatoka katika moyo wa Mtume Muhammad ikaingia katika mioyo ya waumini wafuasi wa bwana Mtume Muhammad.
Na hiyo ndiyo njia ya pili ambayo Mwenyezi Mungu kahifadhi Qur'ani katika mioyo ya Waislamu. Ukisoma 49:7 vile vile inasema Mungu amepandikiza katika mioyo yao imani. Soma hiyo 49:7 haraka haraka. 49:7 Haraka. ya Qur'ani. Naam. Baada billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Naam. 49:7 Qur'an. 7 Qur'ani inasema, najueni ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu yuko pamoja nanyi. Ndiyo. Basi msikilizeni yeye pindi anapowasomea Qur'an, anapokuambieni. Naam. Na yeye angekutieni katika mambo mengi nayo yasema, bila shaka mngetaabika. Naam. Lakini Mwenyezi Mungu amependezesha kwenu Uislamu huyu uliozungumzwa ndani ya Qur'ani katika, na ameipamba moyoni mwenu, na amekufanyeni mchukie ukafiri na ufasiki na uasi. Hao ndio waliongoka. Inatosha. Hapo Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba ameipamba Uislamu mlioamrishwa na Bwana Mtume Muhammad, yani maneno ya Qur'an iliyozungumza kwa ajili ya Uislamu, dini takatifu kutoka kwa Allah muumbaji wa mbingu na ardhi, katika mioyoni mwenu, ikiwa na maana kwamba Qur'ani imehifadhiwa katika mioyo ya Uislamu baada ya kuhifadhiwa katika moyo wa Bwana Mtume Muhammad. Lakini sehemu ya tatu ya Qur'ani kuhifadhiwa ni katika uandishi, pale ambako waliokuwa chini ya uongozi wa Bwana Mtume Muhammad. Tusomea 52:2 Qur'an 3. Qur'an 52:2 hadi 3. Haraka. 52:2 hadi 3. Kwa hiyo unaponiuliza Qur'ani iko wapi, nitakwambia iko katika moyo wa Bwana Mtume Muhammad. Ikatoka katika moyo wa Mtume Muhammad ikahifadhika katika moyo ya waumini. Ikatoka katika kuhifadhika katika moyo wa waumini ikahifadhika katika maandishi. Hiyo ndiyo Qur'an. Sasa wewe kinachokubabaisha ni kusema kile walichokiandika kiliunguzwa chote, iwe hivyo. Sasa kiko katika moyo wa Uislamu. Hata leo kama tena Qur'ani zote mziunguze, lakini siko moyoni wa Uislamu. Hapo ndiko ambako umefeli ndugu yangu. Tupe vitu baba. Na kwa kitabu kilichoandikwa kila anayotaka Mwenyezi Mungu yaandikwe. Unaona, Qur'ani ni kitabu kilichoandikwa kila alichokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aitwaye Allah, Mungu wa pekee, Allah muumbaji wa mbingu na ardhi. Huyo Allah kile akitakacho ndicho kilichoandikwa ndani ya Qur'ani. Umefeli wapi ndugu yangu? Umetatarika, wameunguza. Sasa waliunguza na mioyo ya Waislamu, waliunguza moyo wa Mtume Muhammad. Hata leo kama tena Qur'ani zote mzitupe, mzichome, mzunguze ulimwengu mzima. Qur'ani iko katika, inahifadhiwa katika mioyo ya waumini. Twende kazi baba. Kilichoandikwa katika karatasi ya ngozi iliyo safi, vingine viliandikwa kwenye karatasi ya ngozi iliyo safi kabisa, na kikakunjuliwa kisome kwa ruhusa ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo Qur'ani imehifadhiwa kwenye maandishi, na hizo ndizo njia tatu ambazo zimehifadhiwa Qur'an. Na hii ni utukufu wa Mungu kwa sababu ya kuilinda Qur'an, kama alivyosema 15:9 kwamba mimi Allah ndiye ambaye nimetuma Qur'an na mimi ndiye nitakailinda. Ulinzi wa Mwenyezi Mungu uko ndani ya Qur'an. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikaichafua hii Qur'an, ikiwa na maana kwamba Qur'ani ipo tangu zama za Bwana Mtume Muhammad na baada ya Mtume Muhammad na wakati wetu na kiyama, Qur'ani ipo. Sasa kabla sijaingia kwenye uandishi, iliandikwaje Qur'ani mpaka tupate kujua mpaka leo ipo, nataka nikufundishe kitu kimoja. Itakuwaje Qur'ani iwe haipo, haifai, hali ya kuwa kwa mujibu wa Bwana Yesu alitufundisha kitu kinachoitwa hukumu. Yesu amesema katika 12:40. Soma hiyo Mathayo. Sikiliza hako kaneno 12:40 Mathayo. Nataka nikupe challenge upate kujua kama kumbe tunakwenda hovyo. Yesu mwenyewe sikiliza alichokisema. Alafu ukija hapa vunja hiyo hoja. 12:42 Mathayo. 12:42 Mathayo. Hujapata? 12:42 Mathayo. 12:42 Mathayo. Inasema hivi. Nitasoma kama ilivyoandikwa 12:42 Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Inasemaje? Inasema malaika
malaika wa kusini atasimama. Soma vizuri. Malkia. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki. Naye atawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Suleiman, na hapo yupo aliye mkuu kuliko Suleiman. Naam. Unasikia? Malkia wa kusini. Nikikuuliza kusini ni wapi? Yesu anasema malkia wa kusini atawahukumu siku hiyo. Yesu hapa anawaambia Wayahudi wakiwa na Wakristo, mtahukumiwa na huu malaika na huu malkia wa kusini. Kusini ni Yemen. Kama hautaki kujua hilo, ukiniuliza ni wapi nitakujibu. Kusini ni Yemen. Na Yemen ndiko kulikojaa Waislamu. Yemen ndiko kulikojaa Qur'ani hiyo uliosema iliunguzwa. Alafu ukisoma Qur'ani 27:41 huyo malkia alislimu akawa Muislamu. Yesu anasema huyo atawahukumu siku hiyo. Atawahukumu kupitia nini? Atawahukumu kupitia Qur'ani, kwa sababu kusini huko, yani Yemen, ndiko kulikojaa Qur'ani. Ukija hapa kuniuliza wapi kule Yemen kulijaa Qur'ani, nitakupa na ushahidi kamili. Uko pale. Waislamu ndio wanajaa Yemen, na Waislamu kitabu chao ni Qur'an. Yesu anaposema kwamba malkia wa kusini atawahukumu nyinyi wa Kristo, maana mtahukumiwa na Qur'an. Kama Qur'an itakuwa haifai, haipo, kwa nini Yesu awaambie mtahukumiwa na Qur'an? Sasa tusomee katika kitabu cha Lu'lu' wal Marjan hadithi ya 95. Anasema Lu'lu' nakara za Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan iko wapi? Tupe taifa. Ukurasa Lu'lu' wal Marjan, ukurasa hadithi ya 95. Nataka kusema Qur'ani haipo. Na Qur'ani kitabu ambacho kinathibitishiwa na mitume kwamba ndicho kitakachohukumu watu. Sasa kitahukumu watu hali ya kuwa hakipo. Hadithi ya 95. Anza hadithi ya 95. Usome kichwa. Ya 95. Au ipate? Basi soma njoo. Soma. Hadithi ya 90 njoo soma. 95 hadithi. Inasema Anzia kichwa. aya. Inasema hadithi ya Abu Huraira. Amesema mtume wa Allah. Anzia kichwa. Au ni kichwa shekhi? Kichwa si ndio hiki anzia hapa. Inasema hivi, unaelezea kuteremka kwa Isa bin Maryam. Inaelezea kuteremka kwa Isa bin Maryam siku atakapokuja akiwa hakimu kwa sheria ya mtume. Unaona, atakuwa hakim, bimaana atahukumu kwa sheria ya mtume Muhammad. Inabidi kujiuliza, ikiwa Yesu atakuja atahukumu kwa sheria ya mtume Muhammad, mtume Muhammad alikuwa na sheria gani mpaka Yesu akija ahukumu kwa hiyo sheria? Twende kazi. Akiwa hukumu kwa sheria ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu anasema, naam, mtume wa Allah amesema, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, naam, karibu atateremka kati yenu mwana wa Maryamu, naam, atahukumu kwa uadilifu, naam, atavunja misaraba, naam, ataua nguruwe, naam, ataondoa kodi, naam, jizai na mali. Inatosha. Soma sasa hadithi ya 96 inayoingia. Kwa hiyo tumepata hapa kwamba atahukumu kwa sheria ya mtume Muhammad. Sasa hadithi ya 96. Twende haraka shekhe. 96. Si hilo ulisoma 95, 96 iko huko shekhe, ya 6 ndio hii. Naam, nasema hadithi ya Abu Huraira. Hadithi ya Abu Huraira amesema kwamba mtume wa Allah amesema, mtume wa Allah yani mtume Muhammadi, vipi mtakuwa atakapoteremka mwana wa Maryam kwenu, na imamu wenu ni miongoni mwenu. Huyo atakuwa ni imamu wenu miongoni mwenu, atakuwa hukumu kwa sheria ya Qur'ani. Unaona sasa, atahukumu kwa sheria ya Qur'ani. Imetosha ndugu yangu. Kwa hiyo unaposema kwamba Qur'ani haipo na hivi haipo, haifai. Sasa kitabu kinathibitisha kwamba Qur'ani ipo na itahukumiwa na mitume siku ya mwisho.
Wakristo, Waislamu watahukumiwa kwa Qur'an. Ole wake ambaye mpaka sasa hajaamini Qur'an. Kitabu cha Biblia kinathibitisha hilo kwamba Yesu anasema malkia wa Yemen, maana Muislamu wa Yemen, na Yemen kuna Qur'an, atawahukumu nyinyi wa Kristo na Mayahudi, ikiwa na maana kwamba Qur'ani itawahukumu watu wote siku ya kiyama. Sasa wewe sasa ukija hapa ndio tuambie hiyo Qur'ani itakayohukumu ni Qur'ani gani, ikiwa na maana kwamba kumbe kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani vitabu vyote vinakubali kwamba Qur'ani ipo na ndio itakayohukumu Waislamu na Wakristo na Mayahudi. Kisha utaniambia iliunguzwa. Sasa hiyo ambayo itakayohukumu Wakristo, hiyo Qur'ani ambayo itahukumu Wakristo ni wanani? Hatari sana. Sasa sikiliza nikusomee Qur'ani ilivyo, na hii tuliokuwa nayo ni Qur'ani gani, ndio upate kugundua kwamba kumbe tumechanganyikiwa masikini. Sasa sikiliza katika Qur'an katika kurasa wa Qur'ani nabakia na dakika kama 4. Qur'ani katika ukurasa wa 16 17 inasema hivi. Tumeona kwamba Qur'ani imeteremshwa, tunaanzia hapa. Lau ingelikuwa Qur'ani kwa mpango wa kuteremka kwake, tunaanzia hapa. Alipokuwa Mtume Muhammadi, kilitokea kishindo kikubwa cha kuritadi, kuacha watu na dini yao, kuacha Uislamu na dini yao, na kupigana kwa Uislamu wasioritadi. Wakafa maswahaba wengi kabisa, na wengi katika hao walikuwa ni katika wale chungu ya maswahaba waliokuwa wamehifadhi Qur'an. Baadhi yao walikuwa wamehifadhi wakafa. Hapo Sayyidina Umar akatoa rai ya kuandika Qur'ani yote nzima mahala pamoja. Akaishadidia rai yake hii mpaka ikakubaliwa na kuwafikiwa na watu wote. Na hapo Khalifa Sayyidina Abu Bakar akamrisha ikusanywe yote mahala pamoja badala ya kuwa sehemu nyingine yote. Kisha ikakusanywa, ikafungwa, nyingine katika ngozi na nyingine katika mapongo. Uraisi wa kazi hii iliwachiwa bwana hodari kabisa, Bwana Zaid bin Thabit, ambaye ndiye aliyekuwa raisi wa waandikaji hii wa Qur'ani zama za mwenyewe Mtume Muhammad. Yalikusanywa maandishi yote ya Qur'ani nzima yaliyoandikwa yakawa kwa Mtume Muhammad. Maandishi yote yaliandikwa yakakusanywa wakati wa Mtume Muhammad, yakapelekwa. Yalikusanywa maandishi yote na yale ya Qur'ani nzima yaliyoandikwa yakawa kwa Mtume Muhammad, yakalinganishwa na maandishi ya kila swahaba aliyepata kuandika, na yakalinganishwa na hifadhi za wale waliohifadhi yote Qur'ani, na walikuwa wengi sana waliohifadhi Qur'ani katika mioyo yao. Ukaandikwa msahafu mmoja madhubuti barabara uliokabidhiwa kwa zote hizo njia tatu. Msahafu huo ukawa katika hifadhi ya Sayyidina Abu Bakar, na anayetaka kunakili ananakili. Alipokufa Sayyidina Abu Bakar ukawa katika hifadhi ya khalifa wa pili Sayyidina Umar, na wanapotaka kunakili watu wote wananakili. Alipokufa ukawa kwa mwanae mwanamke, mkewe Mtume, Bibi Hafsa, naye anayetaka kunakili ananakili. Waarabu wenyewe kwa wenyewe walikuwa wanaitalifiana kidogo kidogo au sana katika matamshi ya Kiarabu, japokuwa tofauti kidogo ya lugha fasihi katika lugha ya Kikuraishi, lugha yake Mtume Muhammad, ambayo ndio iliteremka hii Qur'ani kwa lafzi zao. Khalafu Mtume anawatamkia hao wengine kwa matamshi ya kikwao ambayo yote Mtume akiyajua, na akiwasemesha kwa matamshi yao hayo katika mambo mengine. Khalafu Uislamu ulipotangaa kila mahali, na Waislamu na huku wakawa wengi katika bara Arabu yote na kwinginepo, wakawa wamechanganyikana sana na kuingiliana kukubwa sana. Ilionekana bora utangazwe ule msahafu wa Mtume Muhammad ulioandikwa zama za Saidina Abu Bakar. Ule msahafu wa Mtume Muhammad zama za Abu Bakari ndio msahafu ulioandikwa. Kilichotokea ni nini? Huyo msahafu wa zama za Bwana Mtume Muhammad chini ya uongozi wa Bwana Mtume Muhammad zilipeleka nuksa kopi zake ulimwengu mzima wa Kiislamu wa zama hizo. Ulimwengu wote ikatapakaa Qur'ani moja iliyoandikwa na Abu Bakar chini ya uongozi wa Bwana Mtume Muhammad.
Haya yalifanywa na Saidina Uthman bin Affan katika zama zake kwa rai yake na maswahaba wenzake wote. Basi akachaguliwa yule Saidina Zaid bin Thabit na akaongezewa na wengine wa unakili ule msahafu ulioandikwa zama za Saidina Abubakar, ulionakiliwa kwenye maandishi aliyomridhia Mtume Muhammad. Huyo msahafu ndio msahafu ambayo upo mpaka leo na Makureishi wanaziandika, zikaandikwa nukso zote hizo. Tukimalizia hapa, nuksi zingine zikapelekwa, nyingine Damaski, nyingine Sham, nyingine Al-Kufi Irake, nyingine Basra, na nyingine Irake, nyingine Yaman, ikapelekwa Qur'ani. Ndio maana tuliwaambia malkia wa Yemen ili kulikopelekwa Qur'an, Yesu anasema ndiye atakayekuwa na wahukumu siku hiyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'an, sisi Qur'ani tuliokuwa nayo ulimwengu mzima ndio ile ya Bwana Mtume Muhammad, iliyoandikwa chini ya utawala wa Bwana Mtume Muhammad. Kule ulikosema kwamba iliunguzwa, ulichanganyikiwa ndugu yangu. Iliunguzwa ipi na ambayo tuko nayo ni ipi? Asante. Asante sana Mwalimu Kesede kwa dakika 25 ambavyo nafikiri watazamaji wetu watakuwa wanapata kitu kikubwa sana cha kujifunza. Tuna dakika 15 zingine kutoka kwa Mwalimu Mwankemwa. Karibu sana, uendelee na mada. Mada yetu ni kwamba iko wapi Qur'ani ya Mtume Muhammad? Ningekuwa imam na ninaongoza msikiti, kwa maneno aliongea ndugu yangu Kesede katika mada hii ya kuuliza Qur'ani ya Mtume Muhammad iko wapi, ningetamka neno moja, ningesema anta swadikul amin, wewe ni mkweli mwaminifu. Maana yake ni mkweli mwaminifu, umekuja kusadikisha kila kauli niliyoitoa hapa, na kila aliyekusikiliza na kila Muislamu aliyemsikiliza, umeona alivyokuja kuthibitisha kila kauli niliyoisema hapa. Nikianza na maneno yake ya mwisho, amesema msaafu wa Abubakari ndio uliokusanywa. Hata mimi nilisoma hapa hadithi kwamba wakati wa Abubakari alisoma sura ya 25 surati Al-Furqani, lakini na Hisham naye akasoma sura ya 25. Abubakari aliona Hisham anakosea, akamchukua akampeleka kwa Mtume. Mtume akamwambia soma Abubakari akasoma. Alafu akamwambia Hisham soma, akasoma. Alafu Mtume akasema hivyo ndivyo ilivyoteremka. Kwa kila mmoja asome iliyo rahisi kwake. Kwa hiyo mpaka wakati wa utawala wa Abubakari msaafu ulikuwa unasomwa kwa aina tofauti na bila matatizo yoyote. Na yeye amenukuu hadithi hiyo inavyosema hivyo. Tatizo alipokuja Uthman baada ya Abubakari kufa, Uthman akachukua ile misafu iliyokuwa inasomwa tofauti ukiwemo na Abubakari, akawatuma watu akachukue msafu wa kwa Hafsa, alafu akawaambia hawa watu wanne, hebu mkopi tupate nakala zingine. Walipokopi zile nakala zilizokuwa zimetangulia zingine ambazo zilikuwa tofauti, zilichomwa moto zote, ukiwemo hata huo wa Abubakari. Kwa akabakiza wa Hafsa ndio ambao wanashughulika nao Waislamu. Sasa swali, je, unajuaje kama Abubakari alikuwa anasoma lahaja iliyoshuka ya 5? Unajuaje? Waislamu leo hawajui. Kwa hiyo wamebaki na hiki ambacho kinatufanya hata leo tuweze kujadili hapa. Na anasema sisi tumebaki na msahafu wa Mtume ndio uliopo leo. Wa Mtume upi ikiwa tu hata wa Abubakari Uthmani alichoma moto akabakiza wa Hafsa? Sasa huo wa Mtume uko wapi? Wa Mtume uko wapi? Sasa hii ni uthibitisho kwamba ni kweli Qur'ani ya Muhammad haipo, ilikwisha chomwa moto. Lakini akanukuu kwenye Al-Lulu Marijani. Nimefurahi sana, amenukuu hadithi mbili hapa. Hadithi ya 95 anasema Isa atahukumu kwa sheria ya Mtume, atavunja misalaba, ataua nguruwe. Sasa sheria ya Mtume ni ipi? Kama Isa atakapokuja sasa, kama mnavyoamini, akija atahukumu kwa sheria ya Mtume ipi iliyochomwa moto? Bila shaka haya ni maelezo yaliyo tofauti nje ya muktadha wa kiimani. Mimi nimekuwa nasema kama kweli Uthman alimaanisha hivyo baada ya kufuta, ni kwamba hiyo sheria ni ya kwamba Isa atavunja msalaba.
Kwa nini? Kwa sababu kimefika kipindi cha hukumu. Na msalaba leo ni chombo cha neema. Ataua nguruwe. Kwa nini? Kimefika kipindi cha hukumu, atahukumu na majini. Kwa sababu Qur'ani sura ya 6:128 inasema miongoni mwa watu na majini watahukumiwa siku ya kiyama, kwamba ulifaidiana wao kwa wao. Isa alipokuja kwa mara ya kwanza, majini yalimuomba tukawaingie nguruwe, akasema naendeni. Kwa sababu sasa kitakuwa kipindi cha hukumu, watakapotaka kumuomba Isa atakataa, ndio maana nguruwe atawaua ili majini wahukumiwe. Hii ndio ilikuwa maana yake. Kwa hiyo sheria ipi sasa kama ni ya mtume? Akaenda kanukuu hadithi namba 96. Anasema Isa atahukumu kwa sheria ya Qur'ani. Sasa sheria ya Qur'ani ipi? Qur'ani ya Uthmani au Qur'ani ya Muhammad? Na kama Qur'ani ya Muhammad iko wapi? Maana tunaona imechomwa moto. Je, Isa atahukumu kwa mujibu wa sheria ya Uthmani? Waislamu, okoa roho yako. Haya sio maneno ya kuwafanyia mchezo. Lakini akaenda akasoma Mathayo 12:42 kwamba Yesu anasema Malkia wa Kusini atakuja na atakaa kwenye kiti cha enzi. Akasema unaona hukumu hiyo inatoka kusini. Kwa hiyo kumbe kwa mujibu wa kitabu cha Uthmani kwamba hukumu itatoka Yemen. Hukumu itatoka Yemen. Jamani, tunafanya mchezo na kitabu cha Mwenyezi Mungu, lakini kwa mtu naye nisikiliza utaokoa roho yako. Hivi hukumu kweli itafanyikia Yemen? Waislamu, hukumu yenu nyinyi itafanyikia Yemen? Yesu alikuwa anaongea habari ya Malkia wa Kusini, akimaanisha Malkia wa Sheba wa Ethiopia. Mimi Ethiopia nimefika. Tena Ethiopia nimefika, nimeenda mpaka kule juu, mikoa ya juu kabisa, mpakani mwa Djibouti, ambapo kutoka Djibouti huko naenda Ethiopia. Unaenda huko nchi za Uarabuni. Kwa hiyo mtu anapoongea hapa anajua kabisa kwamba kinachoongelewa hapa, kiti cha enzi cha hukumu hakiko Yemeni. Kitafanyika Israeli. Baadaye akasema aya za Qur'ani ziko miongoni mwa mioyo ya Waislamu. Sawa, kama ndivyo unavyosema kwenye mioyo ya Waislamu. Kwa hiyo alizochoma Uthman alizifuata mioyoni kwenu, si zilitoka mioyoni mkaziandika kwenye makaratasi, ndio hayo aliyochoma. Na ndio kisa cha mapingano haya niliyokuwa nasoma hapa. Huyu anasema hivi na huyu anasema hivi. Kwa hiyo kila mmoja anasoma kilichoko moyoni mwake. Na kama ndivyo sasa, kama ndivyo, kwa nini Uthman aliamua kuchoma? Kwa nini asiache kila mmoja asome kilichoko moyoni mwake kama ilivyokuwa wakati wa Muhammad? Ndio maana tunauliza, Qur'ani ya Muhammad iko wapi? Wapendwa, msifanye mchezo na mada hii. Msifanye nayo mchezo kabisa. Kwa hiyo akasoma Qur'ani 39:23 kwamba Qur'ani imehifadhiwa mioyoni mwa Waislamu. Sawa. Ilipotoka mioyoni mwa Waislamu, maana yake wewe kilichoko moyoni mwako ni kila ambacho mtume wako alikipokea kwenye lahaja mojawapo kati ya zile 7. Kwa hiyo wewe umehifadhi kimojawapo katika zile 7. Lakini je, ndicho kilichoko kwenye Qur'ani leo hii iliyoko ya Uthmani? Mbona kila kimoja kiko peke yake? Kwa hiyo Muislamu, naomba ulichohifadhi moyoni mwako, kama umehifadhi aya inayosema Isa ni Mungu, endelea nayo hiyo hiyo na kuamini hivyo. Usifuate maneno ya hawa wanaosema Isa sio Mwenyezi Mungu. Usifuate. Akaendelea akasoma hivyo, akasema Qur'ani sura ya 15 aya ya 9, na mimi nilianza na aya hiyo ambayo aya inasema sisi ndio tuliyeteremsha Qur'ani na mawaidha haya, na sisi ndio tutakaoilinda. Sasa swali langu, huyu anayesema maneno haya kwenye Qur'ani hii tunayosoma sasa ni nani? Ni Allah au ni Uthman? Kwa sababu hii tulionayo hapa ni ya Uthman. Angekuwa ni Allah asingekubali Qur'ani yake ichomwe. Ndani ya Biblia Mfalme Yehoyakim alipotaka kuchoma Biblia, Mungu akamwagiza Yeremia amwambie Baruk aandike tena yale maneno yaliyokuwemo. Sasa tuambie, baada ya Uthmani kuchoma, kuna andiko lolote Allah alimwagiza tena mtu yeyote aandike Qur'ani mpya kwa sababu aliyochoma Uthmani inakwenda kinyume na ile aliyomfunulia Muhammad? Kuna ujumbe wowote? Jibu ni kwamba hamna. Kwa hiyo Uthmani kumbe ndio aliyeiteremsha Qur'ani hii mnayosoma leo, na ndio atakayeilinda, na ndio anayeilinda mpaka leo. Aya. Kwa hiyo KSD anasema nimesema Qur'ani iko wapi? KSD twende vizuri. Sijasema Qur'ani iko wapi. Nimesema Qur'ani ya Muhammadi.
Pigia mstari neno hilo. Qur'ani ya Muhammad iko wapi? Kwa sababu Qur'ani ya Muhammad iliteremshwa kwa lahaja 7. Qur'ani ya Muhammad iliteremshwa kwa lahaja 7. Uthman akachoma moto ikabaki lahaja moja. Na hiyo lahaja moja tuna uhakika gani kama ni ya mtume? Kwa nini alichoma ambazo Jibril alimteremshia Muhammad kwa lahaja 7? Kwa nini amechoma zingine? Amechoma kwa ruhusa ya nani? Na kwa nini alisubiri mtume afe ndio achome? Mbona wakati wa Abubakar tatizo hilo lilipotokea, Abubakar alilisuluhisha kwa kwenda kwa mtume? Kwa nini Uthman aliposubiri mtume amekufa akachoma moto? Maana yake Waislamu, ninatangaza kwamba hamna Qur'ani ya mtume. Hamna. Na bati Mwalimu, nitakuongezea dakika moja. Nataka ni kusaidia hapo kwa ajili ya kuendelea kufunua zaidi. Kwa sababu huyu alipoingia tuanza kuuliza ushahidi wa kwamba ilichoma moto iko wapi. Kwa hiyo na ile na kuuliza swali la kuongezea dakika moja. Ushahidi wa kwamba ilichoma moto na ushahidi kwamba Qur'ani ilishuka ikiwa na lahaja 7. Utusaidie kwa hizo dakika, kuna dakika 7. Asante sana. Okay. Nithibitishe kwamba ndani ya hizo dakika 7 kwamba ichomwe moto. Ni Sahih Buhari kitabu cha 6. Sahih Buhari kitabu cha 6, nasoma hadithi namba 4987. 4987. Na nitaiacha hapa hii Sahih Buhari ili kama nitaonekana nimeongea maneno ambayo sio, basi niweze kukanushwa. Inasema hivi, narrated Anas bin Malik, Hudhaifa bin al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Anasema imesimuliwa na Anas bin Malik kwamba huyu Hudhaifa alikuja kwa Uthman ambaye wakati huo watu wa Sham na watu wa Iraq walikuwa wanapigana vita ili kuidhibiti miji Armenia na Azerbaijan. Hudhaifa was afraid of the people of Sham and Iraq differences in the recitation of the Quran. Hudhaifa akawa na wasiwasi kwamba kutokana na vita hiyo usomaji wa Qur'ani unaweza ukawa tofauti. So he said to Uthman, "Oh chief of the believers, save the nation before they differ about the book, the Quran, as Jews and the Christian did." Kwamba hebu okoa ili taifa kuhusiana na usomaji tofauti wa Qur'ani isije ikawa kama ilivyokuwa kwa Wayahudi na Wakristo. So Uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us the manuscript of the Quran so that we may compile the Quran's material in perfect copies and return the manuscript to you." Uthman akawatuma watu waende kwa Hafsa kwamba wakachukua ule msahafu, kwamba waweze kukopi kutoka kwenye ule msahafu, alafu baadaye aweze kumrudishia Hafsa. Hafsa sent it to the Quran. Hafsa akachukua ile nakala akamtumia Uthman. Uthman then ordered Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubayr, Said bin Al-As and Abdurrahman bin Harith bin Hisham to copy the original manuscript perfectly. Kwamba kwa hiyo Uthman akawaagiza hawa watu wanne wanukuu kutoka kwenye msahafu wa Hafsa sawa sawa na kwa ufasaha. Uthman said to the 3 Quraysh men, Uthman akawaambia wale wa Makureish watatu, "In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Quran, then write it in the dialect of Quraysh, as the Quran was revealed in their tongue." Anasema endapo ikitokea kwamba mnatofautiana, hamjakubaliana na Zaid bin Thabit katika jambo lolote, basi liandikeni jambo hilo katika Kikureishi, kwa sababu Qur'ani ilishuka kwa lahaja hiyo. They did so, and when they had written many copies, na baada ya kwamba wamenukuu nakala nyingi, Uthman returned the original manuscript to Hafsa. Akachukua ile nakala ya original kwa Hafsa. Uthman returned the original manuscript to Hafsa. Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied. Baada ya hapo Uthman akapeleka kopi ya zile sasa walizonakili kwa kwa mataifa mbalimbali. Anasema, and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscript or whole copy,
copies be burnt. Baadaye Uthman akaagiza sasa kwamba zile nakala zingine za Qur'ani, manake zile zilizobaki zote ziweze kuchomwa moto. Aya, hadithi hii hapa na Qur'ani hii nitaiacha hapa ili kama mtu anataka kuja kufuatilia. Hii hapa ni hadithi namba 4987. Na ulisema wapi ambapo kwamba Qur'ani ilishuka kwa lahaja 7? Tunasoma hapa Qur'ani tunasoma kwenye Sahih Buhari kitabu cha 6. Nataka nione hadithi namba 4991. Inasema hivi, narrated Abdullah bin Abbas, Allah's messenger said, Gabriel recited the Quran to me in one way. Anasema imesimuliwa na Abdullah bin Abbas, mtume wa Allah alisema Jibril alinisomea Qur'ani kwa njia moja. Then I requested him to read it in another way. Baadaye nikamuomba anisomee tena kwa namna nyingine. And continued asking him to recite it in other ways, and he recited it in several ways till he ultimately recited in 7 different ways. Kwa hiyo Jibril akaendelea kunisomea mpaka kanisomea kwa lahaja 7. Kwa hiyo lahaja 7 zilifunuliwa kwa Muhammad. Uthmani alipokuja akachoma 6, ikabaki 1. Sasa hii 1 tunayoisoma, je, zile 6 kwa nini alichoma? Na ikiwa mtume alifunuliwa kwa njia 7, kwa nini Uthmani amechoma? Ndio maana tunauliza sasa, Qur'ani ya Muhammad iko wapi? Nilisema Qur'ani ya Muhammad ni majivu. Labda pengine KSD anaweza akaja akatuambia yalienda kukusanywa majivu na imekuwa Qur'ani tena. Lakini hapa hadithi sahihi inayokubaliwa na madhehebu yote ya Kiislamu, Sahih Buhari ambacho ni kitabu kilicho cha pili kwa usahihi baada ya Qur'ani. Uthmani alichoma lahaja 6. Je, swali, Jibrili kwa hiyo alikuwa hajui kwa nini Mtume Muhammad aliomba afunuliwe lahaja zaidi? Kama Mtume Muhammad aliona kuna haja, kwa nini Uthmani alichoma moto? Swali letu, Qur'ani ya Muhammad iko wapi leo? Qur'ani ya Muhammad iko wapi leo? Kwa hiyo unaona kabisa Sahih Buhari kitabu cha 6 hadithi 4991, Qur'ani imefunuliwa kwa njia 7. Hadithi namba 4987, Uthman amekuja amechoma lahaja 6 tena baada ya mtume kufa. Tunauliza, Qur'ani ya Mtume Muhammad iko wapi? Vinginevyo maana yake, rafiki zangu Waislamu, mnafuata Qur'ani ya Uthmani. Kwa hiyo Qur'ani 15:9 kwamba sisi ndio tuteremsha Qur'ani na sisi ndio tutakaoilinda, hiyo ni ya Uthmani, sio ya Allah. Ya Allah ilishachomwa moto, imechomwa moto na Uthmani. Kwa hiyo Waislamu, hamna kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mimi rafiki yenu ninawaonea huruma. Okoa roho yako. Mungu alileta vitabu duniani. Kitabu hicho ni cha Biblia. Ndio maana na KSD alikinukuu. Kwa hiyo Qur'ani ya mtume haipo, ilichomwa moto na Uthman. Muislamu, achana na kuiamini Qur'ani. Ilichomwa moto. Hii ulionayo ni ya Uthman. Mungu awabariki. Ngoja niache hiki kitabu, huenda tataka kukirejea. Asante sana Mwalimu Mwankemwa. Hizo zilikuwa dakika 15 za Mwalimu Mwankemwa akizidi kusisitiza iko wapi Qur'ani ya Mtume Muhammad. Mwalimu KSD, una dakika 15 zingine. Karibu sana hapa. Karibu uje uendelee kututhibitishia iko wapi hiyo Qur'ani ya Mtume Muhammad. Karibu sana na dakika 15. Asante sana ndugu mwenyekiti. Lakini Mwankema, nimekushangaa sana. Kwa hiyo unaenda kupanga mada kitu ambacho huna nacho uwezo. Mimi nakushangaa
Kwa sababu unachokuwa unakiongea ni mfano wa mtu mwenye hajawahi kupita kwenye vitabu akachunguza na macho yake akaona. Unasema Qur'ani iko wapi? Mpaka sasa hatujaona sehemu ambako Qur'ani hakuna. Umeikalia kusema kwamba Qur'ani ilichoma kwa sababu aliunguza daraja 7. Daraja 7 ni nini? Mbona hujatuambia daraja 7 ni nini? Sasa mimi nakuthibitishia daraja 7 kwanza ni nini, uielewe. Daraja sio vitabu 7 vya Qur'ani. Ni usomaji aina 7. Tusomee katika kitabu Ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an. Tusomee samani kidogo. Sabini na mbili. Naam. Tusomee hapa. Ulumul Qur'an ukurasa wa 75. Tusomee kifungo cha pili. Soma haraka haraka pale. Nasema kwa msingi huo baadhi ya wanazuoni wametoa rai kujumuisha aina zote za usomaji tofauti. Unaona, uliposikia ile daraja 7 unazozisema ni usomaji, yani watu wanaweza wakasoma utofauti kutokana na lafdhi ya mtu, lakini Qur'ani ni ile ile. Twende kazi. Lakini neno 7 halianishi nambari 7. Inamaanisha nyingi. Unaona, twende. Neno 7 mara nyingi linatumika kwenye lugha ya Kiarabu kuashiria wingi wa kitu. Unaona, sio wingi wa vitabu. Uwingi wa kitu. Wingi wa kitu gani? Uwingi wa usomaji. Twende kazi. Aidha hapa hadithi haikusudii kuwa visomo ambavyo Qur'ani iliteremshwa ni 7 hasa. Bali inaonyesha kuwa Qur'ani iliteremshwa kwa visomo vingi kati ya wanazuoni. Unaona bana, Qur'ani ni visomo, sio kitabu. Qur'ani ni ile ile, lakini kulingana na lafdhi ya mtu inatofautiana. Mimi nikasema dhalika, mwingine akasema dhalika. Kila mtu na sauti yake kulingana na lafdhi. Qur'ani ni ile ile, haijabadilishwa, haijaongezwa, ila wanatofautiana katika usomaji. Hiyo Qur'ani ambayo ipo, ambayo inasomwa kwa utofauti kulingana na lafdhi ya mtu, mpaka leo ipo. Labda ungetupa kwamba leo Qur'ani haipo, lakini huko unatupa usomaji hauko. Twende kazi, malizia. Naam. Kati ya wanazuoni warejea. Leta nikusaidie Sheikh, naona uko na. Naam. Inaendelea kusema hivi, mwanzoni Qadhi Iyad alikuwa na maoni ya hayo, na katika kipindi cha hivi, ngoja tuanzie hapa. Visomo ambavyo Qur'ani iliteremshwa ni 7 hasa, bali inaonesha Qur'ani iliteremshwa kwa visomo vingi. Kinacholengwa hapa ni visomo. Unaposema kuunguzwa, maana yake imeunguzwa visomo, sio kimeunguzwa Qur'ani. Qur'ani ni ile ile, lakini visomo viko 7 na vilikuwa vingi, ikapigwa marufuku visomo vingine, ikabaki visomo hivi 7. Kila mtu mpaka leo anasoma namna anavyoweza. Ukienda Marekani wanasoma kwa namna ya visomo atakavyoweza, kwa Qur'ani ile ile. Hapa tunasoma kwa visomo, kwa sauti, kwa lafzi tutakavyoweza, kwa Qur'ani ile ile. Kwa hiyo mpaka sasa hujatoa kwamba Qur'ani imeunguzwa, leo haipo. Sasa umezungumza, unasema kwanza mimi nashukuru KSD amesadikisha kila nilichokiongea. Na mimi nimependa kwa hiyo kauli. Na kila unachosema kwamba kile ulichokiongea nimekisadikisha, maana yake nilichokiongea mimi umekikubali. Niliongea nikasema kwamba Qur'ani tukufu ni ile ile, haijabadilishwa, na ndio itamhukumu Mkristo na Myahudi na Waislamu, ikimaanisha ipo, na kupenda kwa hilo. Alafu umesema hivi, ilibaki mushafu wa Hafsa. Sasa huyo mushafu wa Hafsa ndio umefanya nini? Ndio ungetufundisha, lakini mimi nakufundisha. Wewe mwenyewe umesema ilinikuliwa ukabakia mushafu wa Hafsa. Sasa sikiliza Qur'ani inavyosema. Mushafu wa Hafsa inasema hivi, bara Arabu nyingine wakawa wamechanganyika sana kuingiliana kukubwa sana. Nasoma Qur'ani Saleh Farsi ukurasa wa 18. Inasema hivi,
ilionekana bora utangazwe ule musafa wa Mtume Muhammad ulioandikwa zama za Saidina Abu Bakar. Huyo musafa wa Mtume Muhammad zilipelekwa kopi zake ulimwengu wote mzima wa Kiislamu, ilipelekwa kopi ya msahafu wa bwana Mtume Muhammad. Hilo ulinukuu. Dunia nzima imetapakaa kopi ya bwana Mtume Muhammad. Qur'ani leo iko wapi? Iko ulimwenguni pote, ni kopi ile ile ya bwana Mtume Muhammad. Inaendelea kusema basi akachaguliwa yule Saidina zilipelekwa nuksi zake ulimwengu mzima wa Kiislamu wa zama hizo. Haya ilifanyika Saidina Uthman bin Affan katika zama zake kwa rai yake na maswahaba wengine wote, na akachaguliwa yule Saidina Uthman na akaongezewa na wengine wa unakili ule musafu ulioandikwa na zama za Saidina Abubakar, ulionakiliwa kwenye maandishi iliyoamrishwa kwa Mtume Muhammad, ukaandikwa katika lugha ya Mtume, lugha ya Makuraishi, zikaandikwa kopi nyingi. Moja nyingine zikapelekwa Maka, zingine Damaske, zingine Sham, zingine Iraq, nyingine bara kusini ya Iraq, nyingine Yemen, na nyingine zile za Afsa zikatapaka dunia nzima. Kwa hiyo huu mtume wa Hafsa, hii kopi ya Afsa ndio ile kopi kutoka kwa bwana Mtume Muhammadi, ndio imetapaka dunia nzima. Mimi sijui unakwenda wapi. Rudia kwenye msingi. Qur'ani ipo na haitatoka. 15:9 ukasema hivi, 15:9 Qur'ani ukasema, nikakwambia kama Mungu mwenyewe amesema kailinda, alafu ukasema hiyo ni Qur'ani gani ambayo kailinda? Sasa wewe unataka kupigana na Mungu. Mungu ameshasema ameilinda Qur'ani. Maana hiyo Qur'ani ambayo Mungu alimtuma Mtume Muhammad, akampa Mtume Muhammad, ikapigwa ikaandikwa na Abu Bakar, ikaandikwa na Umar, ikabaki kwa Hafsa. Hiyo ya Hafsa ikatapakaa dunia nzima. Hiyo ndio ambayo Mungu ameilinda mpaka leo. Kitabu kinasema dunia nzima hiyo Qur'ani ni moja mpaka leo. Ukipiga kopi ni ile ile moja, haiyabadilika. Hiyo kwanza ndio uliuliza ni kopi gani, lakini kwanza ukubali kwamba hiyo imelindwa na Mungu, tena Allah ndio Mungu pekee. Alafu ya tatu ukasema kwamba samahani 96 Qur'ani. Naomba muongezee muda. Hiyo Farisi ukurasa wa 18 wa Kirumi au wa Kirumi. Ukurasa wa 18 wa Kirumi. Kwa Farisi wa 28 wa Kirumi. Sasa wewe ulisema 18. 28 ya Kirumi. Haya. Sawa. Tuongezane kama tuendelee mwalimu. Ukurasa wa 28 wa Kirumi. Sawa. Kuna bakia dakika ngapi? Dakika 7, dakika 8. Naam. Bakia dakika 9. Dakika 9. Kwa mpe dakika 10. Sawa. Kwa hiyo huyo wa Afsa uliokuwa unazungumza ukurasa wa 28 imemaliza kabisa, ndio msafu ule wa bwana Mtume Muhammad, ndio ule msafu ambao umetapakaa dunia nzima, na ndio msafu ambao Mungu anasema 15:9 ataulinda. Mpaka leo Qur'ani imelindwa. Hakuna mahala popote kitabu kingine duniani kinaitwa jina na Mungu anasema atakilinda, hakuna. Ni peke yake Qur'ani. Alafu ukasema katika Qur'ani hadithi ya 95 na 96 kwamba Yesu atakapokuja atahukumu kwa Qur'ani. Unauliza Qur'ani gani? Kwanza ukubali kwamba Qur'ani ndio itawahukumu wa Kristo na ndio itawahukumu Waislamu na Mayahudi. Ungelikubali kwanza hilo, alafu ndio uulize hilo sasa ni Qur'ani gani? Kwa sababu kama mtume anasema siku ya kiyama Qur'ani ndio itawahukumu wa Kristo kwa kinywa cha Yesu, maana yake hiyo Qur'ani ipo. Si unaona hapo kama hoja imekufa? Wewe umesema Qur'ani iko wapi? Haipo. Ile ya Muhammad sasa hiyo Qur'ani ndio itawahukumu watu siku ya kiyama. Itawahukumu wa Kristo, itawahukumu Waislamu. Hiyo hapo tumemaliza. Ingelikuwa haiko, Muhammad angesema kama Qur'ani ndio itahukumu watu siku ya mwisho. Tena Yesu anasema atawahukumu kupitia Qur'ani. Kuonesha kama maneno ya Mtume Muhammad ni matakatifu. Ndio maneno ambayo Yesu atapitia kwa kuonesha kama Mtume Muhammad ndiye mkubwa mwenye yuko na mamlaka juu ya Isa bin Maryam, juu ya Yesu, kwa sababu Yesu atahukumu kwa Qur'ani maneno ya bwana Mtume Muhammad. Ingine ukasema kwamba ukasema hivi Mathayo 12:46 ndiko ambako umenishangaza. 12:42 ukasema hiyo Sheba ambayo Yesu alisema Malkia wa Sheba atawahukumu hawa watu. Unasema Sheba ni Ethiopia. Ulipata wapi kwamba Sheba ni Ethiopia? Sasa mimi nataka nikufundishe hiyo Sheba ni wapi. Tusomee katika kitabu hicho.
Sheba Kwanza waambie jina, ni itifaki za Biblia, ukurasa wa 775. Tuambie Sheba maana yake nini? Ilipozungumziwa Sheba ni wapi? Sio Ethiopia, ulidanganyika. Tatizo mko mnaongea vitu ambavyo hamna ushahidi. Kama Yesu alisema malkia wa kusini, maana yake malkia wa Sheba atawahukumu kizazi hiki, atawahukumu wa Kristo, atawahukumu Mayahudi. Sikiliza hiyo Sheba ni wapi? Soma hiyo. Itifaki ya Biblia inasema, Itifaki ya Biblia, Sheba malkia wa nchi hii ya Arabuni. Aliyetembelea Sulemani. Inatosha. Sheba ni Arabuni. Unaposikia kwamba malkia wa Sheba, maanake malkia wa Arabuni atawahukumu wa Kristo, huyo ni Yesu. Na nimekuonesha hapa kwa mujibu wa musafu unasema kwamba Arabuni yote imetapakaa Qur'ani ile ya Afsa, na ndio ya Mtume Muhammad, na ndio Qur'ani tumepokea sisi mpaka leo, ipo ndio hiyo tuko nayo. Sasa hii Qur'ani Yesu anasema wa Kristo, Mayahudi mtahukumiwa kwayo, ikiwa na maana kwamba Qur'ani iko juu ya Mkristo, iko juu ya Yesu, iko juu ya Mayahudi. Sasa kama Yesu alisema mtahukumiwa na Qur'an, ina maana hiyo Qur'ani haipo? Inamaanisha Yesu alijua kama hiyo Qur'ani ipo na watu watahukumiwa kwa hiyo. Na ndio maana tunawatahadharisha Wakristo wote mnaosikia kitu kama hicho, wengi walikuwa hawajui. Na kila mmoja hapa akisikia atashtuka. Kumbe kwa mjibu wa Yesu watu watahukumiwa na Qur'an, watahukumiwa na malkia wa Arabuni. Na tunapata Arabuni kitabu kinachoongoza ni Qur'an. Ina maana na sisi wa Kristo tutahukumiwa na Qur'an. Ndugu yangu, tizama mbele, tengeneza maisha yako ungali hai. Unayenisikia kwa muda huu, mapasta hao wanakupoteza, na yeye mwenyewe hana hoja ya kuvunja hii. Kama Qur'ani Yesu anasema watu watahukumiwa kwayo, maana yake Qur'ani ipo na ndio itahukumu siku ya mwisho. Unaposema kuunguzwa, nimekwambia kuunguzwa imeunguzwa kutokana na usomaji. Imepigwa marufuku, lakini kabakia usomaji aina 7 tu kama kitabu kilivyosema. Aina 7 tu haswa ndio usomaji ambao umepewa kipaumbele, na ndio maana utofauti wa kusoma ni mwingi, lakini Qur'ani ni ile ile, na hiyo Qur'ani ndiyo itakayokuhukumu wewe. Mshangao ni kwamba ukija kufa na haujaamini hiyo Qur'ani ambayo ipo mpaka leo, utakuwa wanani? Na Yesu atahukumu kwa Qur'ani. Hakuna andiko kwamba Yesu atahukumu kwa Biblia. Hakuna hiyo neno. Tunamshangaa Mkristo mpaka hivi angali Mkristo. We Mkristo na mapasta, sikiliza, mapasta wapasta walimu wako tuko nao hapa. Kitabu kinaonesha kabisa dhahiri kwamba Qur'ani malkia wa Waarabu atawahukumu watu siku hiyo. Maana atawahukumu Wakristo, atawahukumu Waislamu, atawahukumu Wayahudi. Kwa hiyo malkia atawahukumu Wakristo na Mayahudi. Alafu kwa Yesu atahukumu kwa Qur'ani kupitia Waislamu, atawahukumu Waislamu, atawahukumu Wakristo. Lakini kwa Uislamu hakuna shida kwa sababu wamekwisha muamini. Lakini atawahukumu Wakristo kwa sababu walienda kinyume na neno alichokuwa akizungumza. We kama ni kidume, vunja hii. Nikimalizia nikisema kwamba katika aya inayoendelea inasema hivi: basi misahafu yote iliyoko ulimwenguni sasa, ambayo yote ni namna moja tu, misahafu yote iliyoko ulimwenguni sasa ni namna moja tu, ni nuksha ya huo msahafu wa asili kabisa ulioandikwa zama za Saidina Abu Bakar, na zinapatikana bado katika mamuseni baadhi ya kila nchi. Ni msahafu huyo huyo. Naam. Kwa hiyo msahafu huyo ndio uko ulimwengu. Msahafu ni mmoja tu ulioandikwa zama za Saidina Abu Bakar, na zinapatikana bado katika mumsemi baadhi ya hizo nuksa za asili. Msahafu ambao tuko nayo katika dunia ya leo mpaka kiyama ni ule msahafu mmoja tu ambao ulitoka zama za Saidina Abu Bakar. Na msahafu wa nchi yoyote ile ya Kiislamu ukiupeleka nchi nyingine, japokuwa iko mbali kabisa na hapo, utauona sawa sawa na hiyo ya huko. Na misahafu ya kila karne tangu hiyo karne ya Mtume Muhammad utaiona sawa, ni ile ile. Mada yako imekufa ndugu yangu. Msahafu ambao tunao leo ni ule wakati wa Mtume Muhammad, kwa Saidina Abubakar, kwa Saidina Umar, kwa Hafsa, kwa Uthman, ni ule mpaka dunia ya leo. Msahafu huo tunao. Ikiendelea kusema akiweza mtu kuona tofauti, na atangaze uvumbikane wake huo wa ajabu katika mambo ya tariq. Anayetaka kujitia shaka, basi atoe hiyo shaka yake.
Hiyo ni kutaka kukuonesha kama msafu ambao tunao ni ule ule 15:9 Qur'an. Mungu alisema ataulinda na mpaka leo tutakuwa nao, haujaweza kutoweka. Sasa bwana, tusomee sasa, utusomee kitabu hiki kinachoitwa Ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an, ukurasa wa 1139 mpaka 141. Tuanzie hapo. Hatua ya pili. Naam. Nakala za Qur'ani ziliandikwa zama za mtume mtukufu. Ziliandikwa kwenye aina tofauti za ala. Naam. Baadhi ya aya ziliandikwa juu ya ngozi. Naam. Baadhi kwenye majani ya miti. Naam. Baadhi kwenye mifupa na kadhalika. Endelea. Nakala za Qur'ani zilikuwa chache sana. Naam. Baadhi ya maswahaba walikuwa na swala moja, baadhi ya 5. Endelea. Na 10, na baadhi walikuwa na chache. Endelea. Baadhi walikuwa na aya zenye maelezo yaliyoandikwa pamoja na aya. Naam. Kutokana na sababu hiyo ndio maana Saidina Abubakari aliona kuwa ni lazima katika zama zake za ukhalifa kwa vipande vya Qur'ani vilivyozagaa lazima vikusanywe na kuhifadhiwa. Kilichojulisha kuchukua hatua hiyo kimeelezewa na Zaid bin Thabit. Endelea. Mara baada tu ya vita Naam. ya Aman. Leta nikusomea haraka Sheikh wangu. Leta nikusomea haraka. Naam. Inasema hivi: kutokana na sababu hiyo ndio maana Saidina Abubakar aliona kuwa ni lazima katika zama zake za ukhalifa kuwa vipande vya Qur'ani vilivyozagaa lazima vikusanywe na kuhifadhiwa. Kilichomshajiisha kuchukua hatua hiyo zimeelezwa na Saidina bin Thabit. Mara tu baada ya vita ya Yaman, Saidina Abubakar siku moja aliniita, na nilipofika Saidina Umar alikuwepo pia. Abubakar aliniambia, Umar, umenieleza sasa hivi kuwa idadi kubwa ya hifadhi waliohifadhi Qur'ani kwa moyo wamekufa mashahidi katika vita vya Yaman. Kama tutaendelea kuwapoteza katika sehemu mbalimbali namna hiyo, nachelea kuwa idadi kubwa ya Qur'ani itatoweka. Hivyo napendekeza uchukue jukumu la kukusanya Qur'ani nzima kutoka sehemu tofauti. Ndio hivyo ikachukuliwa, ikakusanya Qur'ani kutoka sehemu tofauti, ikakuwa kitabu hiki kimoja kikazagazwa dunia nzima. Mzee, Qur'ani ndicho kitabu cha kipekee duniani. Hakuna kitabu sahihi ambacho kimesadikishwa na Mungu muumbaji zaidi ya Qur'an. Katika vitabu vinavyodaiwa vya kimungu ni Qur'ani peke yake. Huwezi ukapata kingine kitabu kinyume na Qur'ani ambacho kimesadikishwa na Mungu kwamba hii kitabu ni changu zaidi ya Qur'ani. Mpaka leo ipo na ndio itawahukumu wa Kristo siku ya Kiyama.